الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين لازب وصلصال ثم ركب صورته في أحسن تقويم وأتم اعتدال ثم غداه في أول نشوئه بلبن اصطفاه من بين فرث ودم سائغا كالماء الزلال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الإيمان نوع الإقبال ونشهد أن عظيمنا وسندنا ومصطفانا محمدًا عبده ورسوله نهانا عن التمني وعلمنا الحرام والحلال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من سار في المجال أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khutba yetu ya leo itakuwa inazungumzia imani inazidi kwa matendo na wala haizidi kwa matamanio. Imani inazidi, inaongezeka kwa matendo unayoyafanya, wala haizidi na wala haiongezeki kwa matamanio, bal isipokuwa matamanio yanapunguza imani yako. Kule kutamani bila ya kutenda kunapunguza imani yako. Imani ina athari gani utakayofanya imani yako iongezeke na izidi? Ni taa ya Mungu, ibada ya Mungu, kumwabudu Mungu, kushikamana na maamrisho na makatazo ya Mungu. Na ina athari upande wa pili, inashuka chini, inabomoka, inaporomoka, inateketea ikiwa unamuasi Mungu, ikiwa unaenda kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muda wote imani inapokuwa dhaifu, mapenzi ya Mungu kwako yanakuwa dhaifu, upendo wa Mungu kwako unakuwa dhaifu, wewe kumpenda Mungu kwako kunakuwa dhaifu, sio Mungu kukupenda wewe. Hii ni tija ya pili. Wewe kwanza umpende Mungu, halafu Mungu aone nia yako ya dhati na makusudio yako kwamba wewe unampenda Mungu, na yeye ataelekea kwako bilkulliya, moja kwa moja atakukaribisha na utakuwa naye na atakupenda. Sasa imani kama imani ikidhoifika, ikiwa nyonge, ikiwa dhaifu, upendo wa Mungu kwako unakuwa dhaifu. Na upendo wa Mungu kwako ukiwa dhaifu, mnyonge, qawiya alhubbu fi dunya, mapenzi ya kupenda dunia yanatawala, yanakuwa na nguvu, kwa sababu upendo wa Mungu umekuwa dhaifu. Upendo wa kupenda dunia ndio unaotawala, ndio maisha yako yanakuwa wewe dunia tu basi. Maisha yako wewe yanayokupeleka mbele na unayojali na matamanio yako yanakuwa katika mambo ya dunia tu, au watu wa dunia, au kuwaiga na kuwafata na kuwathamini watu wa dunia. Kwako ndio wanakuwa bora, na kwako ndio wanakuwa viigizo, na kwako ndio wanakuwa chaguo, na kwako ndio wanakuwa afdalu. Hakuna kitu unachokitanguliza kama wao. Ndio utakuta muda wa swala upo sehemu nyingine, muda wa kusoma Qur'ani upo sehemu nyingine, muda wa kujiweka faragha na Mungu wako upo sehemu nyingine, kwa sababu nguvu ya upendo wa dunia imetawala. Nguvu ya upendo wa dunia ikiwa imetawala kwenye moyo, hakuna athari yoyote inayobakia ndani ya moyo wako ya kumpenda Allah. Ikiwa hakuna athari ya kumpenda Allah ndani ya moyo, kinachofuata hakuna maono yoyote wala hakuna
ile alama ya kukufanya wewe ukamkhalifu shaitani na nafsi. Ikipelekea hivyo, mbaya sana. Fayuthiru al-inhimaka wal-inhibata fi shahawati wal hawa, inapelekea kutokomea na kuangamia na kudidimia kwenye matamanio. Basi hali hii ikifika mpaka wakati wa kufa, kwenye sakarati al-maut, ikiendelea hivi, dunia imekutawala, dunia imekuwa na nguvu, Allah yuko pembeni. Ikiendelea hii hali wakati wa kufa hivyo hivyo, kunachelewa na hofu inapatikana. Hofu ya nini? Hofu ya kwamba wewe, kwa sababu umetanguliza dunia kuliko Mungu, ile hisia, ile alama, ile nembo, ule upendo wa kuitanguliza kwako dunia kule, ndo kunakuwa juu. Kukiwa juu, upendo wa Mungu unakuwa chini. Kinachoogopewa fayukhsha minka bughdullah, usije ukamchukia Mungu wakati wa kufa, kwa sababu dunia ndio umeiweka mbele, na pale unaondoka unaenda kwenye hadhara ya Mungu, unaenda kuonana na Mungu wako, na dunia ndio inakutoka. Usije ukamchukia Mungu, ukamchukia Mungu. Nikutolee mfano. Unaonaje mtu ana pesa, tajiri, bilionea, alafu mwanawe au mkewe akachukua zile pesa akaiba? Una pesa kwenye maakaunti, kwenye masimu, kwenye makabati, alafu mwanao akaja akachukua baadhi ya pesa, wala sio zote, zimejaa kibao zingine. Kama mapenzi yako ya kwa mwanao hubban dhaifa, kama mapenzi yako ni dhaifu, utamchukia mwanao, utamchukia kwa sababu ni dhaifu. Lakini kama unampenda kidhati mwanao, utajali pesa, si mwanao huyo, utamwambia tu, wewe umefanya jambo sio zuri, kwa nini hujashirikisha mwanangu? Ilibidi uniambie mimi kama baba, alafu nitakwambia fanya 1 2 3. Lakini wewe utamchukia mwanao kwa sababu pesa umeweka mbele. Mnyonge kwenye pesa, hauna mapenzi ya dhati, na wala mapenzi yako hayana nguvu kwa mwanao wala kwa mkeo. Ndio maana akichukia, bifu litaendelea, nongo itaendelea, asira itaendelea, kovu litabaki katika moyo wako. Na ndio hivyo hivyo, ukishaitanguliza dunia mbele, Mungu anakuwa chini, Mungu anakuwa kwako dhaifu. Sasa hapo ndio imani inaposhuka. Haujali nini cha mbele, nini cha nyuma, nini cha juu, nini cha chini, nini cha kulia, nini cha kushoto. We twende, haramu utakula, shubha utaingia, utafanya. Tuzichunge imani zetu, tuzithamini imani zetu. Laisa biamaniyikum, Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an, laisa biamaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal salihan yujza bih wala yajid lahu min duni llahi waliyan wala nasira. Mungu anawaambia nani? Anawaambia Waislamu, anawaambia Mayahudi, Wakristo na Manasara, laisa biamaniyikum, yale yaliyokuwa kwa Mungu ya thawabu hayapatikani kwa matamanio. Nani? Amaniyikum, nyinyi Waislamu, wale wakati wa mtume na sisi na watakao kuja. Tunaambiwa hii kwenye Qur'an, imerekodiwa mpaka kiyama. Sio kwa matamanio, wala amani ahli alkitab, wala sio kwa matamanio ya Mayahudi wala Manasara wa Kristo. Lakini laisa biamaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih, atakayefanya baya atalipwa. Alafu ukishafanya baya hautopata chochote kwa Mwenyezi Mungu, wala hautompata yoyote wa kukutetea wala kukusaidia kwenye hayo mabaya uliyofanya. Laisa biamaniyikum, mema yanapatikana kwa sababu ya wewe kufanya mema. Akiba yako unakusanya kwenye daftari lako la matendo mema kwa sababu ya wewe kutenda twaa ya Mungu. Unajilimbikizia, unajiwekea yale matendo, sio unamwekea mtu mwingine. Ukishaondoka basi aliyekuja nyuma, kama familia yako, kama mwanao, kama nani, nao na matendo yao. Imani zinaondoka kwa sababu ya kufanya mambo maovu. Wewe unataka uwe mwanao awe mwanasheria, au wewe unataka uwe mwanasheria, utakaa tu bolele hivi hivi tu mwanasheria. Unataka mwanao awe daktari au mwanao awe level fulani hivi hivi tu? Hapana, utafuata misingi, utamfundisha, utamlea kuwa hivi, fanya hivi, kasome chuo fulani, nenda mahala fulani, sijui hivi, sijui hivi, atakuwa hivi. Baadaye atakuwa mwanasheria au atakuwa daktari au atakuwa kitu kingine. Umempeleka katika misingi. Na imani hivyo hivyo. Usije ukasema Mungu mkarimu,
Mungu mkarimu sana, Mungu mkarimu, sawa, hatukatai neno hilo, sahihi, neno hilo ni sahihi. Mungu mkarimu, hakuna mkarimu kama Mungu, lakini ametaka kila kitu utafute sababu. Mtume Muhammad katika hadithi aliyopokea Ibn Adi aliwaambia maswahaba, laisa al-imanu bitahalli wala bitamanni, laisa al-imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqathu al-a'mal والذي نفسي بيده لا يدخل عبد الجنة إلا بعمل يتقنه. قالوا ما يتقنه؟ قال يحكمه صلى الله عليه وسلم. Imani sio kwa kujipamba, kanzu mzuri, juba zuri, umevaa vizuri, mtandio mzuri, kanzu yako ya bei ya thamani, una manukato mazuri. Laisa al-imanu bitahalli wala bitamanni. Minna imani, mimi nina imani, sawa, tukatai. Yako wapi matendo? Haya maneno Mtume anawaambia maswahaba wake, wanafunzi wake, jilul awwal, anawaonya msifikiri imani hivi hivi tu. Imani laisa al-imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qalb. Imani inakuwa ndani ya moyo. Dalili saddaqatuhu al-a'mal, yale matendo yako ndio yanaonyesha wewe una imani, yale matendo ndio yanathibitisha kwamba wewe kweli una imani. Hakuna atakayeingia mtu yeyote peponi isipokuwa kwa matendo. Matendo yenyewe hivi, illa bi'amalin yutqinuhu, kwa matendo mazuri ambayo yatakayomfanya ingie peponi. Nini maana yutqinuhu? Maswahaba wakamuuliza, yuhkimuhu. Yuhkimuhu, matendo yako mazuri ndio yatakayoamua wewe uende motoni uende peponi. Imani zinatakiwa kujengwa kwa matendo mema na kuacha maovu. Tusidanganye, imani zinatakiwa kutengenezwa, imani zinatakiwa kupupiwa. Isiwe kama wewe huna dini bwana. Wewe Muislamu una dini yako na mafundisho yako, Mungu kampa Mtume Muhammad kupitia Jibril. Unajua hili jema hili baya, asikuendeshe mtu wala asikuendeshe fulani kwa sababu ya nafasi, kwa sababu ya cheo, kwa sababu ya umaarufu. Nani maarufu kama Muhammad bin Abdullah? Huyu ndio kufundisha, na Mungu amekutaka huyu kwako wewe kigizo. Fanya dunia yako unavyofanya, ishi katika dunia unavyotaka, jikunjue, starehe, lakini baki na msimamo wako na dini yako iwe hapa imenyoka. Kwenye dini yako, mimi na dini na Mtume basi ametufundisha sheria yetu. Kwani lazima wewe imani yako iharibu, au lazima wewe uonekane mjanja mpaka ufanye mambo maovu, mpaka ufanye mambo ya haramu ndio wewe mjanja? Sio hivyo. Utembee uchi, uchole matatu, utembee kifua wazi. Wewe mwanamke utembee barabarani umevaa tight, utembee kichwa wazi? Unaweza ukaenjoy na ukafurahi kwenye dunia yako na mafundisho ukayafuata ya Mtume, wala haujabana kwenye dini yako. Afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haythu ma kunta. Riwaya Imam Tabarani. Imani ya juu zaidi, bora zaidi, ujijue kwamba Mungu yupo na wewe popote utakapokuwa. Popote ulipo Mungu yupo na wewe. Hii ndio imani ya juu kabisa. Ukishafikia daraja hiyo, maana yake wewe vitendo vyako, maneno yako, kuangalia kwako, kutembea kwako, Allah Allah Allah, Mungu Mungu Mungu. Kwa hiyo imani zetu tuzichunge. Mchezo wa kusema kila mtu na imani yake, hapana. Imani inajengwa kwa matendo. Imani haijengwi kwa kuigaiga ovyo, hapana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala athibitishe imani zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anyanyue imani zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atie nuru imani zetu. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu huwa asdaqul qailin jalla jalal wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lahum min fawqihim dhulalun wa min tahtihim dhulal ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه ففوز المستغفرين ونجاة التائبين. الحمد لله
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عظيمنا وسندنا مصطفانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعهم وتابع تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imani zinachakaa. Imani zinachakaa kama inavyochakaa nyumba au kama inavyochakaa nguo. Mwisho wa siku linakuwa tambala la deki, unaenda unatupa basi. Na imani hivyo hivyo zinachakaa, au imani kwa upande mwingine zinanawiri. Kuchakaa maana yake wewe ni kujikita katika kufanya maovu, imani inachakaa. Kunawiri kwa imani kujikita na kupupia katika kufanya mambo ya kheri. Kusafika kwa imani hakuna zaidi ya wewe kusoma Qur'ani mara kwa mara, kuleta dhikri mara kwa mara, kuleta istighfar mara kwa mara, kumswalia mtume wako Mtume Muhammad mara kwa mara. Hivi ndio vitu vitakavyosafisha imani. Na kila ibada unayoona hii ibada ya kheri uifanye. Jitahidi hata kwa siku wewe ukawa na kikao chako basi. Haya mambo ya khiari haya ndio yanazidisha imani. Yaani sio mambo ya lazima, mambo kuswali swala 5. Haya Mungu amekulazimisha, imani ipo, tukatai imani hiyo. Amekulazimisha, lazima uyafanye. Uwe na kimkebe chako kwa siku, unakaa pembeni, unanong'ona na Mungu wako, unambembeleza Mungu wako, unalia na Mungu wako, unamuomba Mungu wako, unataka nuru kupitia Mungu wako. Kikao baada ya magharibi au baada ya ishai unajiwekea rasmi kwa ajili ya kwamba mimi kikao hiki maalum najiwekea kwa ajili ya Mungu wangu. Kwani nani naimwekea? Si Mungu. Huyu Mungu kwako hana muda, hana wakati. Mungu niseme nikae na Mungu, una wakati gani wewe? Hivi wewe unavokesha kwenye mipira, wewe unakesha kwenye mipira usiku, wewe unakesha baa, wewe unakesha kuangalia filamu chafu, ni sawa na yule ambaye anayekesha usiku muomba Mungu. Kasimama rak'atani yarka'uhuma ar-rajulu fi jawfi al-layli khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha walaula an ashqa ala ummati la faradtuhum alayhim. Sawa? Tofauti. Sasa itakuwaje imani ziwe sawa? Hakuna. Kaifa tahkumun? Maamuzi gani? Yule anafanya ibada usiku, ameamka, wao umekaa pembeni pale, unacheza karata au unaenda kuangalia picha, filamu hazina maana, hazina maadili, chafu. Uondoka kesho kwenye mipira, unakesha kwenye mitandao ya simu kutafuta aibu na kutafuta mambo mengine. Yunadunahum alam nakum makum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi al-gharur. Ndio hawa tunawazungumza. Unapoteza muda kwenye mambo ambayo hayakuzidishii imani, yanakupunguzia imani. Wataita watu wa motoni kuwaita waumini, jamani alam nakum makum, nyinyi tulikuwa pamoja, tulikuwa tunaswali jamaa, tulikuwa tunahudhuria Ijumaa. Watawauliza waumini waliokuwa peponi, walisema qalu bala, ndio, walakinnakum fatantum anfusakum, nyinyi mmeziangamiza nafsi zenu kwa kufanya maovu. Wanafiki, mlikuwa mfanye kheri, muda wa kufanya mambo ya kheri unaenda kutumia katika mambo hayana faida. Tena watarabastum, mlikuwa mnangojea tu kuna tatizo gani, kuna aibu gani kwa mtu, uanze kuichunguza, uifuatilie, uieneze. Watarabastu, mnangojea kuna nini kafanya yule kibaya, 1 2 3, unafuatilia, unasambaza kwa watu. Wartabtum, na mmetia shaka kwenye dini yenu, mlikuwa hamfanyi khairi, kama vile hamuamini kuna kufa na kufufuliwa. Wagharratkumul amaniyu, matamanio hayo. Imani haiji kwa matamanio. Shaitani kama vile alikuwa anawachezea watu, amewadanganya watu. Shaitani amewadanganya mpaka Mwenyezi Mungu akatumbukiza ndani ya moto. Hata jaa amrullah, mpaka jambo la Mungu limekuja hili hapa kiyama. Wa gharrakum billahi al-gharur, amekudanganyeni Iblis, Shaitani. Iman watakuja kunungunika, kwani sio waumini hawa? Si waislamu hawa ni waislamu,
Lakini kwa nini wanungunike? Kwa sababu waliweka matamanio tu, hawakuwa watu wa kutenda. Kuna dhulma, waliyadhu billah, kuna kuwasema watu, kuna kuwagombanisha watu. Huenda hivi vitu vya khiari unavyofanya vya suna hivi ndio vikazima zima hiyo mianya. Sasa ikiwa faradhi peke yake, wewe umemfanyia huyu lile, umemfanyia huyu lile, umemfanyia huyu lile, zikichukuliwa zile faradhi wakipewa wao, wewe una nini? Nini kilichobakia kwako? Huna mambo ya kujiongeza. Mbona duniani unajiongeza? Tutengeneze imani zetu. Allahumma inni as'aluka imanan daima, ndio dua ya Mtume alikuwa akiomba mara kwa mara. Anaiomba nini Mtume? Kwani Mtume ana imani? Anatufundisha sisi. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa as'aluka dinan qayyima. Mungu nakuomba niwe na imani endelevu mpaka nakufa. Imanan daima, niwe hivyo hivyo. Nakuomba vile vile niwe na moyo wa kushukuru, unachopata ushukuru, ndio imani. Shukuru. Uso uliopewa na Mungu, shukuru. Pesa kipato unachokipata, shukuru. Hangaika lakini shukuru, usiingie katika haramu. Una imani. Mke uliyepata, shukuru. Sio unazunguka tu macho pembeni, umeenda huku mara huku, usiku unahangaika mara kwenye mitandao. Nini? Shukuru. Huyo kuna wenzako wengine unamtaka. Mungu nakuomba vile vile dini iliyokuwa kwenye msimamo nidumu. Imani. Hakuna kitakachozidisha imani. Hakuna dokta fulani wala profesa fulani wala msayansisti fulani. Hakuna. Ni matendo yako wewe kheri uyafanye, ndio imani yako itaongezeka. Kinyume na hivyo basi imani itazagazagaa. Hakuna jingine. Hakuna. Watu watatoka duniani wakiwa na matamanio, wakenda akhera watakuwa hawana kitu, patupu. Wapi? Sio ukali, tunaambizana ukweli. Na wala sio kwamba tunavunja watu, tunawavunja nguvu. Hapana, lazima tuambizane. Ulimwengu wa sasa hivi ni ulimwengu wa kupokonywa imani. Barabarani unapokonywa imani, kwenye mitandao unapokonywa imani, nyumbani kwako umeweka skrini unapokonywa imani. Inatoka, ndio maana inachakaa mapema. Mtu yupo tayari aingie katika haramu kumwasi Mungu, lakini apate kitu, apate pesa, apate sifa, apate umaarufu, yuko tayari ili tu kwamba yeye na yeye ajulikane, na yeye apate pesa, na yeye apate cheo, na yeye katika kwa sababu ulimwengu tunaokwenda nao sio ulimwengu ambao kwamba wa kujaza watu nuru ya kumjua Allah, bali ni ulimwengu wa kuchafua dini na ulimwengu wa kuchafua imani za watu. Kubakia na msimamo wako, istaqimu wa lan tastati'u, hivyo kujitahidi. Kasema Mtume, istaqimu wa lan tastati'u. Hamwezi mkawa na msimamo hivi moja kwa moja. Tutateleza, tutaanguka, tutaporomoka, tutadondoka. Lakini huo Mungu akiona kwamba una msimamo, yale mengine yale ya chini yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatumezea na atapeleka mbele. Funika kombe. Tujitahidi kutengeneza imani zetu. Usidharau baada ya sala kukaa kusema subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ndio vitu hivyo. Usisahau kuswali kabla kablia baadia, vitu kama hivyo. Usisahau kufunga zile ayyamul bidh. Kana sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamul bidh la fi hadarin wala safarin. Riwaya Imam an-Nasai. Mtume alikuwa haachi kufunga tarehe 13, tarehe 14, tarehe 15. Alikuwa haachi. Sawa atakuwa yuko nyumbani au kasafiri, haachi kufunga. Kwa nini? Unanawirisha. Imani inanawiri kwa mambo kama haya. Kufanya mambo ya kheri, kutoa sadaka ukiwa na uwezo, kuangalia wajane, kuangalia mayatima, kuwasaidia watu. Ndio mambo yanataka uzidishe imani. Usiseme umefanya faradhi basi ukatosheka, hapana. Tuzidishe imani kwa kufanya matendo ya kheri. Tusichafue imani zetu tukazitia kiza, tukaondoa nuru kwa kufanya matendo maovu. Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mumsalie mtume wenu Mtume Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa fadl ala sayyidina Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar ibn al-Khattab wa sayyidina Uthman ibn Affan wa sayyidina Ali ibn Abi Talib
وارض اللهم عن بقية العشرة الكرام وأزواج نبيك المصطفى، وعن عمي حبيبك وسبتيك الإخلاص والصفاء، وعن الأنصار والمهاجرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك من خلقت جميع الأشياء. يأمرك بين الكف والنون عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.